13 mstari wa 15 ni dhabihu takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiamua kuchukua muda wako katika saa ya kwanza, tunasema ni malimbuko, sadaka ya kwanza inaitwaje? Malimbuko. Bwana Yesu asifiwe. Malimbuko ya maisha yako katika siku inapoanza unamwachia Bwana. Sasa unatakiwa tu connect, jifunze kufanya kazi. Chochote utakachofanya basi, alafu mwache Mungu angaike na mengine. Lakini tatizo la walokole wengi, anaweza kuwa mwombaji lakini mvivu kwenye mambo mengine. Sasa ukiwa huko, naomba nikwambie tunapoteza muda. Lakini ukichanganya moto huo miwili hiyo, wewe maisha yako utakuwa ni mtu mwingine sana, kwa sababu kila utakapopita utafanikiwa. Kila utakachokifanya Mungu atakibariki. Haleluya. Kwa ajili ya kutupeleka mbele za Bwana, ninaomba tufungue pamoja Zaburi ya 146. Zaburi ya 146. Tutasoma kwa kupokezana. Sioni sasa kwenye screen, nitegemea utakuwa umeshaiweka au bado, lakini tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua ukionjeshwa kizuri unatamani kiendelee kuwepo. Zaburi 146. Haleluya. Nafsi yangu umsifu Bwana. Nitamsifu Bwana muda ninaoishi, nitwimbia Mungu wangu ningali ni hai. Msiwatumainie wakuu, wala binadamu ambaye hakuna wokovu kwake. Pumzi yake hutoka, urudia udongo. Siku hiyo mawazo yake yapotea. Eli ambaye Mungu wa Yakobo ni msaada wake, na tumaini lake ni kwa Bwana Mungu wake, aliyezifanya mbingu na nchi, Baali na vitu vyote vilivyomo. Uishika kweli milele, wafanyia hukumu walioonewa, wapa wenye njaa chakula. Bwana ufungua waliofungwa, Bwana uwafumbua macho waliopofuka. Bwana uwainua walioinama, Bwana uwapenda wenye haki. Bwana uwahifadhi wageni, uwategemeza yatima na mjane, bali njia ya wasio haki uipotosha. Bwana atamiliki milele, Mungu wako, Sayuni, kizazi hata kizazi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mambo matatu makubwa. Ya kwanza, hajasema midomo yangu imsifu Bwana. Amesema nini? Nafsi yangu umsifu Bwana. Nisikilize kwa makini. Siku yote katika maisha yako usiombe kwa midomo. Kinachotoka mdomoni kio kimetoka wapi? Ndani ya nafsi yako. Hayo ndio maombi yana communicate na Mungu. Kisikia mtu anasema nimeomba usiku mchana sipati majibu, ni kwamba anaomba kwa midomo. Hakuna mahusiano wewe unapoomba kwa mdomo na kule ndani. Kwa sijasema usiombe kwa mdomo. Unachokitoa kwa mdomo, Baba ninakushukuru, kitoke wapi? Sio midomoni, kitoke ndani. Yani kwa nguvu zako zote, kwa uweza wako wote, umsifu Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Alafu anaongea kitu cha msingi, anasema katika muda nitakaoishi nitafanya nini? Nitamsifu Bwana. Ukiona kuna nafasi ya kutoa ushuhuda, hata pumzi unaovuta tu, mwambie leo napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya pumzi. Bwana Yesu asifiwe. Maadamu una sababu ya msingi ya kusimama mbele ya watu na kusema Mungu ninamshukuru kwamba ninatembea. Haleluya. Anasema kwa muda wote. Kwa sababu nini? Mungu anataka sifa. Lakini sio hivyo tu. Ngoja nikwambie, maisha ni zawadi wapendwa. Maisha ni kitu kikubwa sana, umepewa cha bure. Ndio maana ukiona unakuwa na hasira, chuki, vuguvugu, hiyo sio ujinga. Amua kurelax na Mungu wako. Sasa sikiliza sifa za Mungu. Anakwambia cha kwanza, ukiamua kutegemea mali, pesa na kadhalika, kuna siku tu pumzi zitakatwa, alafu utaenda udongoni. Alafu kama Mungu atapata nafasi ya watu kuona ukiwa udongoni huko kinachoendelea, utashangaa kile ulichongekia sana, gari yako watoto wameuza, wamenywa pombe, ile nyumba yako jamaa mwingine amekuja kuingia au mwanamke mwingine. Maisha ni ubatili.
Lakini anasema eli uamue kumtegemea Mungu. Yaani amua tu kuwa crazy with God, hutapotea. Anasema katika njia hii, ingawa wanaopita ni wajinga mafala, lakini hawatapotea. Bwana Yesu asifiwe. Ni ya Mungu, bora upotee ndani ya Yesu kuliko upotee katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Bora upotee ndani ya Mungu unamtumainia kuliko ukapotea katika mambo ya upuzi. Hakuna matumaini. Lakini ndani ya huyu Yesu tuna matumaini katika ulimwengu, na baadaye katika ulimwengu ujao tunajua tutakutana na Bwana kule mawinguni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tumeona siku 10 za Mungu kuanzia mstari ule wa 5. Anakwambia eli wewe ambao umemfanya Mungu kuwa ngome yako, kuwa kimbilio lako, utapata nini? Anakwambia Mungu anafanya mambo yafuatayo. 1, hakuna mtu anaweza kuonea. Mungu atampiga za uso. 2, anasema atakupa hukumu. Lakini 3, anasema atakufungua vifungo vyote. Katika uzoefu wangu katika huduma kwa miaka ambayo nimekwenda, watu ambao walitulia kwa Mungu wasiondoke. Hata kama alikuwa anaumwa ugonjwa ambao ni mbaya kupita kiasi, Mungu aliendelea kuwaponya. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka hadi mwaka aliendelea kuwazima, na baadaye wakawa na afya njema. Juzi ni mzee mmoja hapa crazy hivi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sikia anaweza kuua mtu. Lakini juzi ananiambia, naona kama akili zangu zinaanza kurudi sasa. Haleluya. Alikuwa anakaa yupo tunamwona kama falafala fulani hivi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo najua siku moja tutamwona naombisha hapa. Siku moja tutamwona na ubiri mahali hapa. Haleluya. Kwa sababu yuko Mungu anayebadilisha watu. Haleluya. Yuko Mungu mwenye uwezo wa kufanya mambo makubwa tusivyoweza kujua. Sasa ombea wampelekee taarifa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwisho anasema Bwana huwahifadhi wageni, na Mungu umtegemeza yatima na mchane. Anasema Mungu unajua nimesoma mstari wa 9 nimeogopa. Sikusoma vizuri, leo nimeusoma vizuri. Anasema bali njia wasio haki uipotosha. Ina maana Mungu anakupiga ngwa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Anabaki kuwa Mungu. Haleluya. Utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu. Jehova Shama. Utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu. Jehova Shama. Utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu. Jehova Shama. Utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu. Jehova Shama. Inua sauti yako, mshukuru Mungu asubuhi leo. Baba, tunakushukuru tena siku njema. Tunakushukuru kwa sababu ni mwema. Tunakushukuru kwa sababu unatupenda. Tunakushukuru kwa sababu unastahili kuabudiwa na kutukuzwa na watu wako. Tunakushukuru kwa sababu Bwana ulitoa uhai wako kwa ajili yetu. Tunakushukuru kwa maana umetupa kibali cha kuwa nyumbani mwako. Tunakushukuru kwa matendo makuu ambayo umetenda Bwana. Tumelala usingizi kama watoto wadogo. Umetuamsha asubuhi tena mapema Baba, ukatuleta nyumbani mwako. Raba zegerebo shakori na rabase. Raba zianda robo shakori na rabase. Reme zagori na rebaso. Ragama riando robo sakori na terebaja. Rika baka zende rebo. Matendo yako yanatisha kama nini Bwana. Asante kwa ajili ya asubuhi leo. Asante kutupendelea. Asante kutupa kibali. Asante kutupa neema na uzima. Bwana, tuseme nini zaidi ya kushukuru wewe? Asante katika jina la Yesu. Ndipo tunaikabidhi ibada hii mikononi mwako. Tunaomba uanze nasi Bwana. Tunaomba uende nasi Bwana. Roho Mtakatifu wa Bwana, ongea na maisha yetu. Ongea na maisha yetu na roho zetu katika jina la Yesu. Karibu. Amen. Haleluya. Amen. Naomba tuimbe wimbo namba 41, beti ya kwanza na ya pili. Tutamalizia baada ya 3, alafu tukae chini kwa ajili ya kusikia neno. Yesu iko kwangu, kichwa
chako ukilaze kifuani mwangu. Nilikwenda kwake sana, nilichoka nikapata kwake raha na furaha tena. Yesu aliniita njoo kwangu, kuna maji ya uzima bure, unywe uwe hai. Nilikwenda kwake mara na maji nikanywa, naishi kwake na kiu kamwe sina tena. Yesu aliniita njoo unianikiza, ukinitazama nuru takung'arizia. Nilikwenda kwake maana yeye jua langu, nikila wakati mwangaza safarini mwangu. Amen. Hallelujah. Naomba tuketi. Asubuhi ya leo tumeingia siku ya 10 ya maombi yetu, na ukisoma wale wanakwenda na mwongozo wetu vizuri, tunamaliza siku 10. Naomba tuketi. Msaidie mama aweze kuketi tafadhali, katika jina la Yesu. Leo tunaingia siku ya 10 ya maombi yetu asubuhi ya leo, na ni siku ya mwisho kwa ajili ya maombi maalum kwa ajili ya uponyaji. Na kitu kikubwa ni kuweza kusimama katika imani na kulinda ushindi ambao Kristo Yesu ametupa. Ushindi kwa nini? Katika siku hizi 10 tumekuwa tukimwomba Mungu kwa ajili ya muujiza wa kuponya. Biblia katika vitabu viwili ambavyo napenda vikumbuke ni Marko 11:22. Anasema ukiwa na imani waweza kuambia mlima huu ng'oka katupe baharini, na ukatupa. Anasema mwaminini Mungu. Anasema ukiomba chochote na ukaamini moyoni mwako, jua kwamba umeshapokea. Whether huku nje inaonekana au haionekani. Ukiomba pesa na ukaamini kwamba una pesa, amini kwamba una pesa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa whether pesa zitakuja au hazipo, zitatafutwa, zitakuja. Bwana Yesu asifiwe. Kitakacholeta pesa nini? Ni imani yako. Kwa tumemwomba Mungu kwa ajili ya siku 10 ambazo tumekuwa tukiomba kwa ajili ya neema ya uponyaji. Kwa tambua umeweka kinga ndani yako katika jina la Yesu. Unajua siku hizi kuna dawa za ukimwi kwa ajili ya kuzuia usipate ukimwi. Kwa zinakuzuia. Kwa hata sasa unapokuwa umefanya maombi ya aina kama hii, ni kwamba magonjwa yanakuwa yamezuiwa. Kwa leo tunapomalizia siku ya 10 ni kuendelea kushindilia kwamba tumeshapokea uzima na hakuna kitu kitakachoharibu afya yetu. Na utakaposimama hivyo, utasikia tu siku hizi eti kuna watu wanaenda hospitali, eti kuna watu wanaumwa, kwa sababu yuko Mungu awezaye kuondoa magonjwa katikati yako kwa jina la Yesu. Mara nyingi napenda kutumia mstari huu, natamani ukumbuke na wewe. Kutoka 23 mstari wa 25 na 26. Kutoka 23 mstari wa 25 na 26. Napenda tusome kwa pamoja, tukielewa pamoja, kwa sababu ni lugha ambayo inaeleweka. Kitabu cha Kutoka sura 23 mstari wa 25 na 26. Anasema kitu ambacho natamani ukijue sana na ukikae nayo moyoni mwako. Anasema hivi, tafadhali naomba tuende upesi kidogo katika jina. Kutoka 23, 25 na 26. Anaongea kitu ambacho natamani asubuhi ya leo uweke muhuri tunapomaliza maombi ya siku 10 kwa ajili ya Mungu. Anasema Kutoka 23, 25 na 26, sio 4.
Kutoka 23, 25 na 26. Kutoka sura ya 23 mstari wa 25 na 26. Naomba uamke katika jina la Yesu. Twende pamoja. Anasema nanyi mtamtumikia Bwana, nanyi mtakuja asubuhi kuomba, nanyi mtamtumikia, nanyi mtaacha blanketi na visuka. Anasema Mungu wenu naye atakibarikia chakula chako. Mungu atakupa chakula. Anasema naye atabariki maji yako. Mungu atakupa maji ya kunywa. Kwani maisha yanahitaji nini? Suruali? Ukishakula vizuri na kitambi kikatokea kidogo cha heshima, Bwana Yesu asifiwe. Anataka nini zaidi ya hapo? Haleluya. Anasema nami nitakuondolea ugonjwa katikati yako. Ala, kumbe kuja asubuhi sio kama nakuja bure. Kwa Mungu atanipa chakula, alafu Mungu atanipa maji, alafu ataniondolea magonjwa. Kwa nini sio tajiri? Bwana Yesu asifiwe. Yaani una magonjwa, una chakula, una maji, huwezi kutunza hela. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kukaa kwa amani. Anaendelea mstari wa 26, anasema 26 pale ungeshuka tu chini, umeenda mbali sana. Ulipokuwa pale ungeenda 25 na kuja 26, 23, 26. Ndio hapo naenda unanikata steam, wasoro wanasema. Bwana Yesu asifiwe. Unanizushia mambo hapo, hiyo roho ishindwe kwa jina la Yesu. Haleluya. Anasema 26, sikiliza kwa makini. Apata kuwa na mwenye kuharibu mimba. Ukisikia Kristo ameribika mimba, ni jambo la kufunga na kuomba, kwa sababu ni laana. Mungu amekataza, hakutakuwa na mtu kuharibu mimba. Sikiliza kwa makini. Na aliyetasa, kitu hicho ni historia, ila ni wakati. Kumbuka Abraham, Sara alikaa miaka 25, Mungu akampa mtoto. Cha msingi ni kuwa na utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa Mungu unakuja na anafanya mambo makubwa. Anasema katika nchi yako na hesabu ya siku zako nitazitimiza. Wengi hapo wanakuja kwenye ibada, tambua miaka 70 unaibeba, miaka 80 unaibeba, ili umalize vizuri katika jina la Yesu. Haleluya. Basi yatosha. Kwa ukijua mstari huo, unajua ni ahadi ya Mungu, na kwa sababu Mungu haongei uongo, Mungu anaongea kweli daima. Basi imetukia tayari katika maisha yako. Haleluya. Kwa tunapoenda kuomba, tunaenda kusisitiza tu yale ambayo tumeyasoma. Nilipokuwa nasoma mstari wa 26 nikasema kumbe haiwezekani mtu kakaa bila kuolewa kama unataka kuolewa wala kuoa. Yaani ukiwa unahitaji. Kwa sababu katika Biblia hii hakuna mtu aliyewahi kufa tasa, ila aliamua. Kama uliamua mwenyewe sawa, lakini mtu yote aliomba mtoto, Mungu alimpa. Kwa hiyo ina maana hata mtu kuolewa au kuoa, Mungu anaweza kukupa neema hiyo. Kwa mtu mmoja niuliza, hivi kwa nini sipati mume? Kwa nini siolewi? No. Ni mpango wa Mungu olewa. Kwa unamuomba, unaendelea kuomba kwa sababu Mungu ametoa ahadi yake. Huwa tuombe kitu ambacho hakijawepo. Yale ambayo Mungu ameahidi katika neno lake, katika kitabu hiki tunayaomba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapoenda kuinuka, tunaenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya uponyaji na kuendelea kuweka bima juu ya maisha yetu. Mimi sitaki kuugua 2026 mwaka mpaka uishe nisikie historia ya watu kuugua, lakini siwe kwangu katika jina la Yesu. Kataa. Yaani kuanzia leo marufuku kusema ninaumwa. Utalala, Mungu ataondoa ugonjwa. Rabo zekorienda baba. Utaamka, Mungu ataondoa ugonjwa. Utakula chakula kwa sababu utaombea. Sasa jifunze. Amesema atabariki chakula chako, jifunze kuombea chakula. Sio unakuta unafakamia tu. Unakuta maji yametiwa kwenye chupa, unasema haya hayana tatizo. Kaulize maji ya kwenye chupa yakoje? Maji ya kwenye chupa mingine watia mtaani huko. Kwa usije ukadanganyika. Na hata kama yatui mtaani, yale maji hayajabarikiwa. Ujue ametiwa nani? Ameombea nani? Mtu gani ameombea? Kile kiwanda kinapita katika process gani? Watu wanaombea mambo mbalimbali. Vunja, mwambie Baba kwa jina la Yesu na kunywa soda hii. Usije ukajiamini kwamba imepita katika kiwanda kizuri. Ombea kila unachokunywa, ongea kila unachokula na Mungu atakubariki. Lakini pia kwenye chakula usianze kula tu matunda umeyakuta barabarani, unaanza kufyonza tu na kunywa. Hapana, jifunze kukaa kimya kidogo. Sio lazima watu wakuone kama kichaa unaombea. Jifunze katika moyo wako, ya bariki alafu kunywa. Wala sio kwamba utumie masaa 5 kuomba, sababu unaweza fanya chakula kimepoa. Bwana Yesu asifiwe. Na sio sifa. Unakuwa na mtu ambaye una kiasi, ni mtu mwenye hekima, ni jambo jema, linakuwa na uzuri katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa kuelewa hilo, ninaomba tuweze kusimama na tunakwenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema ya uponyaji katika jina la Yesu. Haleluya. Sema Baba, kwa jina la Yesu, asubuhi ya leo ninakushukuru kwa uponyaji wangu. Ninashikilia kweli wala siumbi kwamba Bwana umeondoa ugonjwa ndani yangu.
aina yoyote ya virusi vya kuzimu, aina yoyote ya bakteria ndani yangu ambayo inaendelea kukua au imekaa ndani yangu, moto wa Roho Mtakatifu angamiza leo katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, asubuhi ya leo ninakuahidi kwamba nitaulinda moyo wangu katika bidii yote katika jina la Yesu. Ninakataa hofu, ninakataa mashaka, ninakataa kutoamini katika jina la Yesu. Baba, ninaiweka moyo wangu kwa imani kwako, sigeuki, sitikisiki, najua wewe ni mwema. Sema Baba, katika jina la Yesu, kwa sababu ya uponyaji ulionipa, nitaendelea kukiri neno lako kwa uzima, kwamba ndani yangu kuna uzima. Mauti ninaivunja out, sitakufa, nitaishi, niutangaze wema wa Bwana katika kizazi changu. Sitapata ajali, bali nitalindwa na Mungu katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, asubuhi ya leo ninavaa silaha zote za Mungu, ninavaa ngao ya imani. Ninaamuru mishale yoyote ya kuzimu ambayo imetumwa juu ya afya yangu, ewe mshale, ng'oka katika jina la Yesu. Ewe mshale, ng'oka katika jina la Yesu. Baba, ninapokea uzima, ninapokea afya, ninapokea amani katika jina la Yesu wa Nazareti, katika jina la Yesu wa Nazareti, katika jina la Yesu wa Nazareti. Sema Baba, asubuhi ya leo ninaomba ajenda zozote katika mahakama za kuzimu, katika mashauri ya mashetani, mashauri ya mapepo, mashauri ya ulimwengu wa giza, leo ninazifuta kwa damu ya Yesu. Bali nainua mikono juu. Roho ya uzima, tembea ndani yangu. Napoenda kuombea watu wapokee afya, napoenda kuombea watu wapokee uzima kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Sema Baba, kwa jina la Yesu, dalili zozote za magonjwa ambazo zinatokea au zitatokea katika maisha yangu, ninazipinga, ninazifuta, ninaziharibu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nasimama imara katika mwamba imara, Yesu Kristo. Sitikisiki, sitikisiki, nina uzima wa milele katika jina la Yesu. Sema Mungu wangu, nakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu. Ninasimama katika uaminifu wako, ninajua utanisaidia. Neema yako nyingi itadumu ndani mwangu. Damu ya Yesu inanena mema juu yangu katika jina la Yesu. Ongea na Mungu wako kwa ajili ya afya yako. Kama una jambo, kama umesoma kitu umekipata, ongea na Mungu wako, mweleze Mungu wako juu ya kile ambacho unakitaka. Ribaze korianda rabashe, remazende rebosha korianda rabaze, rago bakarianda rabose, riko marianda rabose korianda rabaje, remoza garianda rabosha koriase. Baba, ninakata bima ya maisha yangu. Wewe ndio mtoa bima. Ninakata bima kwa ajili ya uhai wangu, ninakata bima kwa ajili ya roho yangu, ninakata bima kwa ajili ya nafsi yangu, ninakata bima katika jina la Yesu. Bima ya damu ya Yesu, bima ya damu ya Yesu, ulinzi mahali kote katika jina la Yesu, kwa ajili yangu, kanisa lako na familia nzima katika jina la Yesu. Magonjwa yasitajwe kwetu kamwe, bali uzima na afya vikawe ndio taraja letu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tunakushukuru. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni mfalme wa falme, wewe ni Bwana wa mabwana. Utabaki kuwa Mungu katika jina la Yesu, amen. Tuseme pamoja sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Tupe leo riziki yetu ya kila siku. Tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea. Usitutie katika majaribu, bali tuepushe na ule mwovu, kwani wako ni ufalme, nguvu, tukufu hata milele. Amen. Neema Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika mtamu wa Roho Mtakatifu uwe nasi sote sasa na hata milele. Amen. Hakika wema na fadhili za Bwana zitanifuata mimi siku zote za maisha yangu,
nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Amen. Mungu wa mbinguni apate kuwabariki nyote, mkaende kwa amani ya Bwana, mkawe na siku njema, ushindi katika jina la Yesu. Amen. Kumbe una nguvu hii, kumbe unatisha hii. Yesu una nguvu hii, kumbe unatisha hii.